Siri nzito imeibuka kuhusu katiba mpya ya Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa wewe ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Tanzania imeendelea kukwama katika juhudi za kupata katiba mpya licha ya mjadala huu kudumu kwa zaidi ya mwongo mmoja, na ni hoja mpya ambazo zimeibuka zikibainisha kwa nini mchakato huu umekuwa mgumu kufanikishwa. Kwa mujibu wa kauli ya Onesmo Ole Ngurumwa, ambaye ni wakili mratibu wa kitaifa wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, ama ukipenda THRDC, moja ya vikwazo vikubwa vinavyochelewesha mchakato huu ni uwepo wa kundi dogo la watu wenye ushawishi mkubwa serikalini na katika siasa, ambao wamenufaika moja kwa moja na mfumo wa sasa wa utawala. Inadaiwa kuwa kundi hili linaona uwepo wa katiba mpya kama tishio kwa maslahi ya binafsi, hivyo huweka vizingiti vya makusudi ili kuhakikisha mabadiliko yafanyike au yanacheleweshwa kwa muda mrefu. Tanzania ilianza safari ya kuandika katiba mpya mwaka 2014, lakini kila hatua imegubikwa na changamoto za kisiasa na ukosefu wa maridhiano. Hali imesababisha mchakato huu kukwama mara kadhaa, huku wananchi na wadau mbalimbali wakipoteza imani na matumaini kwamba utatimia. Kauli za Ole Ngurumwa zimezua mjadala mpana zaidi kuhusu hatima ya mchakato huo na zimezidi kuibua presha kwa viongozi wa juu wa taifa. Katiba mpya inataja kuwa chombo muhimu kwa mustakabali wa taifa, kwani inalenga kuimarisha misingi ya demokrasia, kuhimiza uwajibikaji wa viongozi, kulinda haki za wananchi na kuhakikisha uwiano wa nguvu katika mihimili ya dola. Wadau wa haki za binadamu wanasema bila katiba mpya, basi taifa linaendelea kujikita kwenye misingi dhaifu ya utawala, ni jambo linalodhoofisha usawa na uwajibikaji. Hata hivyo, hali hii haiwezi kubadilika bila dhamira ya dhati kutoka kwa viongozi na shinikizo la moja kwa moja kutoka kwa wananchi. Wanaharakati wanakazia kuwa umma unapaswa kuendelea kushinikiza mabadiliko haya kupitia njia ya demokrasia kama maandamano ya amani, mijadala ya wazi na ushiriki wa moja kwa moja katika mijadala ya kitaifa. Wananchi wanahimizwa kuacha mchakato huu mikononi mwa wanasiasa pekee na badala yake kushiriki kwa nguvu zote ili kudai haki yao ya kuwa na katiba inayoakisi matarajio na mahitaji yao. Hoja Ole Ngurumwa pia imeongeza wajibu mkubwa kwa vyombo vya habari na asasi za kiraia. Hawa wanatajwa kuwa na jukumu la kuendelea kuibua mjadala wa katiba mpya, kufuatilia kwa karibu mwenendo wa mchakato na kuelimisha wananchi juu ya umuhimu wa mabadiliko ya kikatiba. Na bila presha ya wazi kutoka kwa wananchi na taasisi huru, wenye nguvu katika mfumo wa sasa wataendelea kulinda nafasi zao na kuzima kabisa matumaini ya katiba mpya. Kwa hali ilivyo sasa, mchakato wa katiba mpya umebaki kuwa kuwa moja ya mada nyeti zaidi katika siasa na jamii ya Tanzania. Umma unasubiri kuona kama viongozi watachagua njia ya maridhiano na kuandika historia mpya kwa taifa, au kama ndoto ya katiba mpya itaendelea kubaki kama mjadala wa kisiasa usio na kikomo. Endelea kufuatilia taarifa zaidi kupitia hapa Kenyascope kwa uchambuzi wa kina kuhusu mwenendo wa siasa na mchakato wa katiba mpya nchini Tanzania. Ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, kumbuka kusubscribe, piga like hapo, na vile acha maoni yako kuhusu katiba mpya ambayo imekuwa ikiandaliwa kwa muda sasa.